Hakuhitaji nafasi 5 tu kushinda bao, mara nyingi alihitaji nafasi 1 tu kushinda goli. Nguvu ya mashuti yake vilimfanya yeye aitwe Bahati Goli. Lakini aliwezaje kuwa mshambuliaji hatari kabisa katika historia ya soka? Na hii ndio hadithi ya Gabriel Omar Batistuta. Tarehe 1 Februari mwaka 1969 katika mji wa Reconquista, mkoa wa Santa Fe nchini Argentina, alizaliwa mtoto aliyeitwa Gabriel Omar Batistuta. Akiwa mtoto hakupenda mpira pekee, alivutiwa pia na mpira wa kikapu, mchezo ambao ulimsaidia yeye kujenga nguvu, usawa wa mwili na uwezo wa kuruka juu. Lakini mwaka 1978 Argentina ilipotoa kombe la dunia nyumbani chini ya Mario Kempes, Batistuta mwenye umri wa miaka 9 tu alipata msukumo mkubwa sana, na tangu hapo alianza kufikiria kwamba atakuja kuwa mchezaji wa soka. Alianza kucheza katika timu ya Platense ya Reconquista ambako uwezo wake wa kufunga mabao ulianza kuonekana. Baadaye alihamia klabu ya Newell's Old Boys, moja ya akademi bora nchini Argentina. Huko alijifunza kucheza kwenye kiwango cha juu na kuanza kuvutiwa machoni pa watu. Ingawa hakuwa maarufu sana mwanzoni, Batistuta alikuwa na kitu ambacho hakiwezi kufundishwa. Alikuwa na jicho la kufunga, wapi aweze kusimama na jinsi ya kumalizia nafasi ambazo yeye alizokuwa anazitengeneza. Mwaka 1988 ndoto yake ilianza kutimia alipopandishwa kwenye timu ya wakubwa ya Newell's Old Boys. Hakujua kwamba ndani ya miaka michache angekuwa mmoja wa washambuliaji hatari sana na kuogopwa katika historia ya soka. Baada ya kupandishwa kwenye timu ya wakubwa ya Newell's Old Boys mwaka 1988, Gabriel Batistuta alipata nafasi chache za kucheza. Hakuwa chaguo la kwanza, jambo lililomfanya aanze kutafuta fursa mpya. Mwaka 1989 alijiunga na River Plate, moja ya vilabu vikubwa zaidi nchini Argentina. Lakini hata huko mambo hayakuwa rahisi. Ushindani ulikuwa mkubwa na Batistuta hakupata nafasi nyingi za kucheza na kuonesha uwezo wake. Baada ya msimu mmoja alihamia kwa wapinzani wake wakubwa wa River Plate, Boca Juniors mwaka 1990. Huu ulikuwa uamuzi uliobadilisha maisha yake. Akiwa na Boca Juniors, Batistuta alianza kufanya kile alichokuwa anakijua zaidi: kufunga mabao. Nguvu yake ya kupiga mashuti, uwezo wa kupiga vichwa na utulivu mbele ya lango vilimfanya awe mshambuliaji aliyehofiwa na mabeki wengi wa timu hiyo. Kiwango chake kizuri kilimfanya aitwe kwenye timu ya taifa ya Argentina kwa ajili ya Copa America mwaka 1991 nchini Chile. Mashindano hayo yakawa hatua yake ya kutambulika duniani. Batistuta alifunga mabao 6, akawa mfungaji bora wa mashindano na kuisaidia Argentina kutwaa taji lake la kwanza la Copa America baada ya miaka 32. Baada ya mafanikio hayo, vilabu vya Ulaya vilianza kumfuatilia kwa ukaribu. Hatimaye mwaka 1991 klabu ya Fiorentina kutoka Italia ilimsajili bila kujua safari ya Batigol kuelekea kuwa mmoja wa washambuliaji wakubwa zaidi duniani ilikuwa imeanza. Mwaka 1991 Gabriel Batistuta alisajiliwa na klabu ya Fiorentina ya Italia. Wengi waliona ni hatua kubwa kwenye maisha yake, lakini hakuna aliyedhani angekuwa mmoja wa wachezaji wakubwa zaidi kuwahi kuivaa jezi hiyo. Katika msimu wake wa kwanza, Batistuta alianza kufunga mabao muhimu na haraka akawa kipenzi cha mashabiki wa Fiorentina. Nguvu ya mashuti yake na uwezo wake wa kufunga kwa mguu wote au wa kichwa vilimfanya apewe jina na mashabiki wa Fiorentina na kuitwa Batigol. Lakini mwaka 1993 Fiorentina ilishuka daraja na kwenda Serie B. Vilabu vikubwa kama Real Madrid, Manchester United na AC Milan vilianza kumtaka Gabriel Omar Batistuta. Kila mtu alitarajia angeondoka, lakini Batistuta alifanya uamuzi uliowashangaza watu wengi na kubaki na Fiorentina na kuisaidia Fiorentina kurudi Serie A. Mwaka 1994 Fiorentina ilipanda tena daraja na Batistuta akaendelea kufanya kile alichokijua zaidi, kufunga mabao. Mwaka 1996 aliongoza Fiorentina kutwaa Coppa Italia, kisha wakashinda Super Coppa Italia baada ya kuifunga AC Milan. Kwa mashabiki wa Fiorentina, Batistuta hakuwa mchezaji tu, alikuwa ni mwokozi wao. Katika msimu wa mwaka 1994-95 Batistuta aliweka rekodi ya kufunga katika mechi 11 mfululizo katika ligi ya Serie A, rekodi iliyodumu kwa miaka mingi zaidi. Wakati huo aliendelea kung'ara akiwa na timu ya taifa ya Argentina. Alitwaa
Copa America mwaka 1993 na akashiriki kombe la dunia la mwaka 1994 na mwaka 1998 akifunga mabao muhimu na kuthibitisha kuwa alikuwa mmoja wa washambuliaji bora zaidi duniani. Mwisho wa mwaka 1990, Batistuta alikuwa tayari amejiweka kwenye orodha ya washambuliaji hatari zaidi kuwahi kucheza Serie A, lakini ndoto moja bado ilikuwa haijatimia: kushinda ubingwa wa ligi. Baada ya kutumikia klabu ya Fiorentina kwa takriban miaka 9, Gabriel Omar Batistuta alifanya uamuzi mgumu zaidi katika maisha yake ya soka. Mwaka 2000 alihamia katika klabu ya AC Roma kwa ada iliyokuwa moja ya kubwa zaidi kwa mshambuliaji wakati huo. Lengo lake kubwa lilikuwa ni kuchukua ubingwa wa Serie A, kitu ambacho hakuwahi kukipata akiwa na klabu ya Fiorentina. Katika msimu wake wa kwanza, Gabriel Omar Batistuta alianza kwa moto zaidi. Mabao yake yaliisaidia Roma kupambana kilele mwa ligi, na mwishowe mwa msimu wa mwaka 2000 na 2001 Roma ikatoa ubingwa wa Serie A kwa mara yake ya kwanza baada ya miaka 18. Baada ya filimbi ya mwisho, Batistuta alishindwa kujizuia, aliangua machozi akijua kwamba ndoto yake ilikuwa akisubiri kwa miaka mingi sana imetimia. Kadri miaka ilivyopita, majeraha ya magoti ilianza kumwathiri. Hata hivyo, aliendelea kupigana uwanjani kwa moyo wake wote. Mwaka 2003 alijiunga na klabu ya Inter Milan kwa mkopo kwa nusu msimu kabla ya kuhamia klabu ya Al Arabi nchini Qatar mwaka 2003. Akiwa Qatar, aliendelea kufunga mabao na hata kuweka rekodi ya mabao mengi katika msimu mmoja wa ligi ya Qatar. Mwaka 2005, Gabriel Batistuta alitangaza rasmi kustaafu soka, akimaliza kazi iliyodumu kwa zaidi ya miaka 17 akiwa mmoja wa washambuliaji bora zaidi kuwahi kutokea katika msimu wa soka. Baada ya kustaafu mwaka 2005, Gabriel Batistuta aliamua kuchagua maisha ya utulivu sana katika nchi ya Argentina, mbali na kelele za soka la kulipwa. Lakini miaka mingi ya kucheza kwa majeraha ilianza kumwasili. Magoti na vifundo vya miguu vilikuwa vimechoka kutokana na nguvu kubwa alizotumia uwanjani. Katika mahojiano kadhaa, Batistuta alikiri kuwa wakati mwingine maumivu yalikuwa makali kabisa, kwamba kutembea ilikuwa ni changamoto, na wakati mwingine aliamua au alikuwa anatamani hata miguu yake ikatwe kwa namna alivyokuwa anahisi maumivu. He said to the doctor, just take off. Yeah, it's true. Yeah. No. Yeah. I didn't want pain anymore because it was unbelievable. I couldn't even sleep because every time I moved my ankle, even small movements, it was so hard. Wow. So, and I didn't want to feel pain anymore. Doesn't matter if I have 2 foot or 2 prostheses. I didn't want pain. Baadaye alifanyiwa upasuaji wa vifundo vya miguu ili kupunguza maumivu na kuboresha maisha yake ya kila siku. Licha ya changamoto hizo, jina lake alikuwa kupotea kabisa katika historia ya soka. Batistuta alimaliza maisha yake ya kimataifa akiwa na mabao 64 katika mechi 77 za Argentina. Rekodi hiyo iliyodumu kwa miaka mingi kabisa kabla ya kuvunjwa na Lionel Messi. Alichezea Argentina kwenye kombe la dunia la mwaka 1994 na mwaka 1998 na pia hata mwaka 2002, na akawa mchezaji wa kwanza kufunga hat-trick katika kombe la dunia mara 2 tofauti, mwaka 1994 dhidi ya Ugiriki na mwaka 1998 dhidi ya Jamaica. Leo Gabriel Omar Batistuta bado anatajwa kuwa mmoja wa washambuliaji hatari sana kuwahi kutokea katika historia ya soka. Alikuwa na nguvu, mashuti makali, uwezo wa kupiga vichwa na utulivu wa ajabu kabisa mbele ya lango. Hadi leo ndio maana jina la Batgirl linaendelea kuishi katika mioyo ya mashabiki wengi wa soka na hata mashabiki wa Fiorentina. Huenda Gabriel Omar Batistuta hakushinda Ballon d'Or, lakini alishinda kitu ambacho si rahisi kupatikana: heshima ya mashabiki. Kutoka La Conquista hadi kuwa mfungaji hatari kabisa katika ligi ya Serie A na Argentina, Batgirl aliandika historia ambayo haitafutika, na hii ilikuwa ni historia ya Gabriel Omar Batistuta. Ulikuwa nami Scott Gema na hii ni Iconic Story. Tukutane tena kwenye hadithi nyingine ya mmoja wa iconics wakubwa zaidi katika soka. Pia usisahau kusubscribe na kuacha komenti yako chini. Ni legend gani unataka tumzungumzie episode inayofuata?
Boom.